Yes, baada ya mnyama Simba kushikwa shati huko mkoani Arusha jana dhidi ya TRA wakusanya mapato hawa TRA United. Basi ufuatao ndio msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara mpaka sasa. Nafasi 10 za juu kabisa yupo Namungo akiwa amecheza michezo 18 akiwa na alama 22 katika nafasi hiyo ya 10. Nafasi ya 9 imeshikiliwa na Mtibwa Sugar wana wa Manungu hawa Turiani wakiwa wamecheza michezo 18 na kujikusanyia alama 23. Nafasi ya 8 ni Dodoma Jiji walima Zabibu hawa kutokea pale mjini Dodoma wakiwa wamecheza mechi zao 18 na alama zao 24 kibindoni. Nafasi ya 7 ni TRA waliomshika shati mnyama jana. Wao mechi 18 alama 24 sawa na Dodoma Jiji, tofauti ni magoli ya kufungwa na kufunga. Namba 6 yupo Pamba Jiji, wazee wa Shamkaya hawa, alama 26 baada ya mchezo 18. Nafasi ya 5 ni Singida Black Stars wakiwa wamekipiga katika mchezo 18 na wakiwa na alama zao 28. Nafasi ya 4 wako wafungabuti JKT Tanzania, michezo 18 na alama zao 29. Na nafasi ya 3 inakwenda kwa wanalambalamba Azam FC, michezo 18 wakiwa wamejikusanyia alama 34. Nafasi ya 2 yupo mnyama Simba, michezo yake 17 akiwa amejikusanyia alama 36. Nafasi ya kwanza pale juu wapo wananchi Young Africans wakiwa na alama zao 44 baada ya kucheza michezo 18. Hizo ni nafasi 10 bora za juu kabisa katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini nafasi 6 za mwisho, 6 za chini kabisa katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nazungumzia kuanzia nafasi ya 11 kwenda mpaka nafasi ya 16. 11 wapo Mashujaa kutokea Kigoma hawa wakiwa na michezo yao 18 na alama zao 20. 12 wako Mbeya City, alama 17 ndani ya michezo 18 waliocheza. Nafasi ya 13 ni Coastal Union wana mangushi wa Tanga hawa, michezo 18 alama 16. 14 ni Fountain Gate, alama 16 katika michezo 17 waliokwisha kucheza. 15 ni Tanzania Prisons Mbeya hii, alama zao 13 katika michezo 18 waliokwisha kucheza. Na nafasi ya mwisho kwa maana ya 16 wapo Kino Boys KMC, wao wako katika nafasi ya 16 wakiwa na alama 8 tu katika michezo 18 waliokwisha kucheza. Unaonaje msimamo huu wa ligi kuu Tanzania bara? Ni nani anayo nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa wa ligi hii? Lakini ni nani pia anaonekana na nafasi kubwa ya kwenda kucheza mashindano ya kimataifa CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup kwa msimu ujao? Lakini huku chini kabisa KMC hali yake ikiwa ni tete. Je, unamwona KMC akichomoka kwenye mtego huo na kubaki tena kwenye ligi kuu ya Tanzania bara? Tuandikie maoni yako hapa chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili uwe miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu za kimichezo pindi tu tunapoziweka mahali hapa. Kumbuka ni kupitia channel hii ya Sportivaya.